Placo Media inaripoti kutokea huko manispaa ya Kahama kwenye moja ya kanisa ambalo linaongozwa na mchungaji ambaye anafahamika kwa jina la mchungaji Isaac Shitindi. Mchungaji huyu ametrend sana katika mitandao ya kijamii. Ilikuwa ni katika ibada ambayo ilifanyika siku ya Jumapili ya tarehe 9 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2025, ambapo aliongoza ibada kwa kutumia katiba ya Chama cha Mapinduzi yani CCM, kitu ambacho watu wengi wakaonekana kama vile kustaajabu na kushangaa na kwaje mchungaji huyu atumie katiba. Tena akaenda mbali zaidi na akawaambia waumini kwamba kama wameshindwa kuielewa ama kuifuata katiba ya Mungu ambayo ni Biblia, basi katiba ya CCM itawapeleka mbinguni, akiwahakikishia kwa kusoma baadhi ya vifungu vilivyopo katika katiba hiyo ya Chama cha Mapinduzi CCM. Mengi akanazungumzwa na kuaje, amefanya nini hivyo, kwa nini afanye hivyo. Je, siasa imepeleka kanisani? Kwa sababu tunaamini katika mikusanyiko ya watu wengi, hasa makanisani, katika nyumba za ibada, katika makanisa hayo, ni kwamba tunaamini sio kwamba makanisani wanakuwepo watu ambao wanaamini katika itikadi za vyama tofauti tofauti, so watu wa chama kimoja. Tunaamini kwa hivyo katika makanisa mengi ama katika nyumba za ibada wanakuwepo waumini ambao wanaamini katika itikadi tofauti tofauti katika vyama mbalimbali. So mchungaji huyu kwa nini alitumia katiba ya Chama cha Mapinduzi katika mkusanyiko wa watu wengi ambao wana imani tofauti tofauti za kisiasa kwa imani zao? Sasa basi Placo Media imefunga safari mpaka Kahama na kufanya mazungumzo maalum, yani exclusive, na kupata data kamili kilichomsukuma mchungaji Isaac Shitindi kutumia katiba ya CCM kuongozea ibada kanisani kwake. Tazama mpaka mwisho, hakikisha umesubscribe Placo Media hapo chini mkono wa kulia kwenye button nyeusi, ili uendelee kuzidaka ripoti zote za habari, matukio, siasa, michezo, interviews, breaking news na ripoti zote. Lakini pia usisahau kushare na kulike, lakini pia kusubscribe ndio jambo la msingi. Tazama, haya ni mazungumzo maalum na mwandishi wetu kutokea huko Kahama, ambaye alifunga safari mpaka katika mji huo kwa ajili ya kwenda kupata data kamili kwa ukweli halisi kwa nini mchungaji huyu amefanya tukio hilo. Kwanza namshukuru Mungu kwa swali hilo. Ni swali ambalo limeleta utata sana, lakini kwa wenye akili finyu limewafanya wengine kutukana au kuona kile nilichokifanya sio kizuri. Lakini kwa nini nilitumia katiba ya CCM? Bila shaka katiba ya CCM ni hapa, na bila shaka mimi nasoma vitabu vingi sana. Kwa hiyo pia katiba ya CCM ni moja ya kitabu ninachokisoma. La nilivyokuwa kwenye fundisho la Jumapili, somo lilikuwa linasema ni mahali gani panipasapo kuabudu. Lilikuwa limelenga madhehebu mbalimbali, kwamba kila mtu usema mahali fulani panipasapo kuabudu, na wengine hata kujinadi ya kwamba wao wanajua maandiko sana, au ya kwamba wameikariri Biblia sana. Lakini kitu cha ajabu, unamkuta mtu kakariri Biblia yote, lakini hiyo Biblia imeshindwa kumsaidia hata kunyoa vizuri tu, amenyoa kiduku, ila kakariri Biblia yote. Ana degree ya theology, lakini anavaa vimini. Sasa nikawaambia kwamba issue sio andiko, issue ni nani mwenye andiko. Ndio maana nikajaribu kutumia katiba ya CCM basi kwenye kipengele kwenye ukurasa ule wa 151 kwenye wanasema kwenye viapo vya wanachama wa CCM. Sasa nilivyovisoma vile viapo, ni viapo ambavyo vimeandikwa vikiwa na lengo na makusudi ya kwamba mwanachama wa CCM apate kuishi haki, apate kuishi sawasawa. Hata neno la Mungu linasema ya kwamba binadamu wote ni sawa, Afrika ni moja, na ya kwamba sitatumia cheo changu, sitajipendekeza. Nikajaribu kutumia katiba hii ya CCM pia kulikumbusha kanisa ya kwamba ani aliyeshika andiko, lakini pia kuwakumbusha wanachama wa CCM ya kwamba katiba yetu ya CCM inatutaka tuishi hivyo. Hiyo ndio ilikuwa lengo au yalikuwa maksudi ya kutumia katiba ya CCM.
Na ulikuwa umepanga kwenye ibada utumie katiba kuendesha ibada, ama ilikuja kama sehemu ya mfano, ama ulipanga ulifanya maandalizi? Watu naamini baba zetu wa kiroho huwa mnafanya maandalizi kwanza, mnajiandaa kiroho kwamba Mungu amesema na wewe ufundishe kitu gani. Je, ni kwamba ilitoka kabisa ndani kwamba Mungu kakuagiza kwamba Pastor Shitindi Jumapili hii ya tarehe 9 nenda kafundishe sasa kutumia katiba, wape mifano sasa na maandiko kwenye katiba, ama ilikuja katika sehemu ya ibada? Mimi na baba yangu tu umoja. Kila ninachokifanya pale nimeagizwa na Mungu. Kutumia katiba ya CCM. Kutumia katiba ya CCM niliagizwa na Mungu, kama kuwafundisha watu ya kwamba kuandika sio shida. Andiko huua, andiko huisha. Ndio maana nikakusomea, na baadhi ya watu wengi wamesema kumbe katiba ya CCM ina mambo mazuri hivi. Ndio, ina mambo mazuri, lakini baadhi yao hawawezi kuyaishi. Baadhi yao hata hivi viapo vya nyongeza hawawezi kuviishi. Kwa hiyo ni Mungu alinitumia nifundishe au niseme na kanisa kwa namna hiyo. Na tunaamini kwamba makanisani wanakuwepo watu wa itikadi tofauti tofauti, watu wa CCM, watu wa vyama vingine, ACT Wazalendo, Chadema na vyama vinginevyo pia. Ndio. Haikuleta mkanganyiko labda, au waamini wote walisupport kile ambacho kwa nakifanya kwa kutumia katiba ile? Kwanza iko hivi, pale kanisani kweli wapo watu wenye itikadi mbalimbali, CCM na Chadema. Ndio maana hata pale kama ukifuatilia nilisema CCM oe, na waliitikia oe. Baadaye nikaizungumzia CCM, lakini baadaye nikaja nikazungumzia madhaifu sasa ya CCM baada ya viapo vile, lakini bado watu hawayaishi. Lakini pia nilikuja nikaongelea masuala ya Chadema kwamba tunapigania katiba mpya. Lengo langu ilikuwa ni kujikita ya kwamba kitabu ambacho ni kitabu mama ambacho kinaweza kuleta ukombozi, sio kitabu kilichoandikwa na Chadema wala kilichoandikwa na CCM. Hiyo ndio ilikuwa lojiki yangu. Kwa hiyo vyovyote vile washirika walinielewa ya kwamba Biblia ndio kitabu kiwezacho kuleta ukombozi, wala sio katiba ya CCM au katiba ya Chadema au mwongozo wa kitabu chochote, isipokuwa msingi wa haki, wema, ubinadamu ni Biblia. Kwa hiyo wote walinielewa. Sawa. Na kwa upande wenu kama wachungaji, ujiona labda kama pengine labda imekupa shida kutoka kwa wachungaji wenzako kukupigia simu ama kusema kwamba vipi hicho ambacho unatumia labda kinaweza kaleta sifa tofauti kwa nyinyi wachungaji, kwamba mmeanza kupeleka siasa makanisani? Kuna mtu mmoja aliniambia kwamba ni ndugu wa karibu. Kwanza alinipigia simu akaniambia hongera sana, ila akasema kabla sijakusikiliza mpaka mwisho nilijua umeshanunuliwa na CCM, umeanza kubrandi CCM. Lakini mimi akasema nilipoendelea kusikiliza zaidi nilikuja kuelewa nia yako na lengo lako. Sasa mimi hata kama wakiwa na utata na mashaka, lengo ni kwamba kile nilichokuwa nataka kifike kilifika. Lakini pia narudia tena na tena ya kwamba hakuna kitabu chochote, hakuna katiba yoyote, hakuna mwongozo wote ambao unaweza kuleta ukombozi tukiliacha neno la Mungu. Kwa sababu pia ngoja nisome Biblia kidogo tu, mtumishi wa Mungu hapa, labda tuelewane ili uelewe lengo langu lilikuwa ni nini zaidi. Ukisoma kitabu cha Matendo sura ya 4 na mstari wa 12, Biblia inasema hivi: wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu lipasalo sisi kuokolewa kwalo. Biblia ikimaanisha kwamba hakuna wokovu mahali popote, hakuna wokovu kwenye kitabu chochote, hakuna wokovu kwenye chama chochote, hakuna wokovu kwenye kitu chochote mwanadamu akiliacha neno la Mungu. Huo ndio ulikuwa msingi wangu.
ya kwamba vitabu vyote, hata tuandike katiba ya namna gani, lakini kama mwanadamu hajabadilika moyo wake na kuwa na moyo kama moyo huu aliotaka nao Mungu tuwe nao, hakuna wokovu kwa yeyote. Hakuna wokovu Tanzania kwa yeyote kama tukiliacha neno la Mungu. Na ndivyo Biblia inavyosema. Hata kama tutetee haki, tupiganie sijui nini, tuandike sijui sheria za namna gani, lakini sheria ya kwanza ni neno la Mungu. Ndio maana Paulo akasema hakuna wokovu kwa mwingine. Hakuna wokovu kwa katiba ya Chadema, katiba ya CCM, wala hicho tunachosema katiba mpya. Tukiliacha neno la Mungu, hakuna wokovu. Ndugu mtangazaji, nikuulize swali. Ukishindwa kujikomboa mwenyewe, huwezi ukalikomboa taifa. Kama umeshindwa kukomboa hata familia yako, huwezi ukakomboa taifa. Mfano, watu leo wanapigania katiba mpya, si ndio? Yeah. Lakini unamkuta mtu anayepigania katiba mpya. Tunataka katiba mpya. Mimi naonaga hata kwenye maandamano. Unakuta mwingine ni kalevi, kamelewa. Ile tunataka haki yetu, kamelewa. Brother, kameshindwa kujikomboa hata kuacha ulevi. Kuacha ulevi kameshindwa. Kakibaka na kenyewe kanataka katiba mpya. Anyway, viongozi wangapi wa Chadema au wa CCM wanawasaliti wake zao? Wangapi? Ni wengi. Kama umeshindwa kuitoa familia yako kwenye machozi, mke wako kila siku analia kwa malaya wako, analia kwa ulevi wako, analia kwa namna ulivyo lafu, analia kwa namna unavyompiga, halafu ukitoka nje unatuambia Watanzania tudai katiba mpya, wakati wewe umeiacha katiba mama ambayo ni Biblia, ambayo ilitutaka tuishi kwa haki na kwa usawa. Kwa hiyo kitu kama hicho akipo, hakuna wokovu kwingine, hakuna wokovu popote isipokuwa kwa Biblia. Hiki kitabu ndiyo katiba ambayo mwanadamu tunaweza tukaongeza mavitabu mengine mengi kama tukiweza kukiishi hiki. Sawa. Pastor Shitindi, nikinukuu kwenye moja ya mahubiri yako wakati watumia katiba, usema kwamba pia watu kama wameshindwa kuielewa katiba ya Mungu ambayo ni Biblia, basi katiba ya CCM ni kwamba itawapeleka mbinguni, ambaye atabisha atakukuta wewe kama atakuwa niko sahihi, ambaye ataabisha kwamba katiba ya CCM inaweza kufikisha mbinguni. Hicho wewe pastor ulipatia wapi labda, ama uliaminia wapi? Una ushahidi kiasi gani kwamba mtu akiamini kupitia katiba ya CCM kama kashindwa kuamini katiba ya Mungu, katiba ya CCM inaweza kampeleka mbinguni? Ulizungumza madhabahuni hivyo. Asante sana. Narudia tena vile vile, sitengui kauli. Mtu akiaishi ya kwenye kitabu cha katiba ya Chama cha Mapinduzi, mtu akiaishi haya ya nyongeza, sizungumzi yote, nyongeza haya ambayo yameelezewa kwamba ahadi za wanachama wa Chama cha Mapinduzi, mtu akiaishi haya, narudia kuyasoma tena, si ndio? Kwamba binadamu wote ni ndugu na Afrika ni moja. Mtu akaamini ya kwamba binadamu wote ni ndugu, ndivyo neno la Mungu linavyoamini. Neno la Mungu linasema ya kwamba ukisema unampenda Mungu wakati unamchukia ndugu yako, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Maana yake ni nini? Hili ni neno la Mungu. Unanielewa sasa? Ndani ya katiba ya CCM kuna neno la Mungu. Kipengele cha kwanza, binadamu wote ni ndugu na Afrika ni moja. Tukirudi kwenye Biblia inasema mtu akisema nampenda Mungu wakati anamchukia ndugu yake, anamuua ndugu yake, anamteka ndugu yake, anampoteza ndugu yake, anamuibia ndugu yake, huyo kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Na mtu anayempenda ndugu yake, maana anampenda nani? Mungu. Mtu anayempenda Mungu mbinguni anaenda. Kipengele cha kwanza hicho. Tunarudi cha pili. Anasema kiapo hicho, anasema kipengele cha pili, nitaitumikia nchi yangu na watu wake wote. Na Biblia inasema yaani ndio maana nasema kwamba aliandika hiki kipengele aliongozwa na Roho Mtakatifu. Sikia, narudia tena kusoma hapo mwandishi kwamba nitaitumikia nchi yangu na watu wake
wote. Biblia inasema hivi, mtu akitaka kuwa mkubwa na awe mtumishi wa wadogo. Yaani kwamba wanafunzi walimwendea Yesu wakisema, ni nani atakaye kuwa mkubwa kati yetu? Yesu akasema, yeye atakaye kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu ni yule atakaye watumikia wadogo. Sasa huyu anapowapa anasema, nitaitumikia nchi yangu na watu wake wote. Manake huyu ni mtumishi wetu. Manake ni waziri ambaye anatutumikia wananchi, ni diwani ambaye anatutumikia wananchi, ni rais ambaye anatutumikia wananchi, ni mdogo, ni mnyenyekevu, ni mtu ambaye yuko humble. Mtu kama huyo ufalme wa Mungu anao, tena atakuwa na nafasi ya juu sana katika ufalme wa Mungu, kwa maana amewakubali kuwatumikia wadogo. Ndio maana nikasema achana na Biblia mwana CCM, kama limekuchanganya sana achana na Biblia, ishi tu hii nyongeza. Ufalme wa Mungu uko juu ya maisha yako. Pastor, wewe ni kiongozi ndani ya jamii na watu wanaamini kwa sababu unaongoza kundi la watu wengi nyuma yako. Ndio. Kwa kauli hii ya watu wakisoma tu katiba ya CCM hata wasipoiamini Biblia watafika mbinguni, uone kama kuna watu taanza kuaminisha kwamba kumbe katiba ina maandiko, katiba labda kuna sehemu kuna vifungu vya Biblia ndani ya katiba? Nisaishe kidogo. Sio akiisoma tu, akiishi, akiyaishi haya, akiyaishi, sio kuyasoma tu. Biblia hii hata wachawi wanaisoma lakini hawaishi. Mimi nilisema atakayaishi haya yaliyoandikwa hapa, ufalme wa Mungu uko juu ya maisha yake. Mungu ni wema, Mungu ni haki, Mungu ni ubinadamu. Mungu kwanza, hizi dini zilimkuta mwanadamu. Zilimkuta mwanadamu. Adamu alisali dhehebu gani? Ibrahimu unalijua dhehebu lake? Sasa hapa kanisa situwasajili tu hapo kwa Emmanuel Kihampa brother, hata wewe nenda kasajili leo. Ila ubinadamu, haki, utu ulikuwepo kabla ya dini. Ndio maana Habili alipouawa na Kaini, Mungu alimwambia Kaini, damu ya ndugu yako inanililia. Wakati huo haipo sheria yoyote, haipo mahakama yoyote, alikuweko Mungu na haikuweko dini yoyote. Ndio maana akasema, sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Dini tumezikuta, ila dini ni njia rahisi ya kukufikisha wewe kule. Ndio maana nimeongea na wana CCM jana ibadani, kama walikuwa hawaliamini pia neno la Mungu, wameliamini pia. Lakini pia nimepata kuwapa mwongozo mzuri zaidi namna gani watakavyoweza kufika mbinguni. Kwa hiyo kwenda kanisani pia ni muhimu, hasa ukiwa na kiongozi ambaye ni genius, lakini pia ana roho wa Mungu ndani yake. Ufalme wa Mungu utaupata kiwepesi. Lakini ukisoma tu katiba hii halafu usiende kanisani, maana yake ni kwamba unakuwa umegeuka tena agizo la Mungu. Msiache kukusanyikana. Asante. Sawa. Na tukibakia hapo hapo, Pastor Shitindi, tunajua kwamba nchi yetu tunaelekea kwenye uchaguzi mnamo mwezi wa 10 mwaka 2025. Ndio. Na imekuwa ikisemekana huko kwa walimwengu, mtaani zimekuwa taarifa zikisemekanaga pindi uchaguzi unapokaribia. Mara nyingi pia wachungaji wengi ninavyosemekana huwa wananunuliwa na vyama mbalimbali. Yaani unaacha kuhubiri injili, mtu anaanza kuhubiri siasa kanisani. Kavyo kukisifia chama fulani, chama A ama chama X, chama Y, ili mradi tu yani jambo liende. Je, kwa hiki ambacho likifundisha kanisani, watu wakikitafsiri je kwamba mchungaji Shitindi alinunuliwa labda na chama fulani, ndio maana kahubiri. Je, imekuwa ni taratibu yako kuhubiri kanisani kwa kutumia mara kwa mara labda kuhubiri siasa kutoa ufafanuzi, ama ilikuwa ni Jumapili hii tu? Sasa sio Jumapili hii tu. Mimi kipindi Paulo Makonda akiwa mwenezi wa chama, niliimba wimbo nikisema, Makonda tembea, Makonda tembea, nikijaribu kupush harakati ya wema na haki na utu uliomo ndani yake. Watu wengi walisema mimi nimekuwa mwana CCM, wengine wakasema nimenunuliwa na CCM. Lakini nataka nikwambie jambo moja brother. Kwanza
siasa kama siasa. Siasa hata ukisoma tu kwa wale ambao tumesoma vyuleni, siasa ni nini? Hata ukiandika kwenye Google siasa ni nini, wanakwambia siasa ni mfumo wa uongozi katika jamii, si ndio? Sasa mfumo wa uongozi katika jamii maana yake kuanzia kwenye familia yangu mimi siasa ipo. Yaani kuanzia kwenye familia yangu mimi siasa ipo. Ndio maana mimi naitwa baba, mtoto ananiita baba, si ndio? Ananiita baba kwa nafasi yangu, ananiita baba, lakini pia mimi ndo natoa mwongozo. Hebu fanya hiki na hiki. Leo hapa unaweza kuangalia walikuwa wanavuna. Leo tunavuna mahindi, si ndio? Maana yake huo tayari ni uongozi. Kwa hiyo siasa ni mfumo wa uongozi katika jamii. Huwezi ukajitenga na siasa imadamu unaishi. Na tukisema siasa haituhusu wanadini, maana yake sisi wachungaji wote ni misukule. Wachungaji wote ni wapumbavu. Wachungaji wote hatuna akili. Alafu kazi ya uchungaji ni ya kitahira. Kwa sababu hivi mimi nikiwa mchungaji nikienda dukani nauziwa sukari 1500 kilo. Ndugu mwandishi, nikiwa mchungaji nikienda pale sokoni nauziwa sukari kilo 1500. Haya, wakipandisha bei wanasiasa wakasema sukari tununue 500,000. Kwa hiyo unamaanisha mimi tu niwapo pale kanisani nasema haleluya haleluya watu wa Mungu twendeni tukanunue sukari 500,000 kilo. Maana yake ni nini? Mimi ni sehemu ya jamii. Unapozungumzia jamii pia ni mchungaji, pia ni sehemu ya jamii. Lakini pia katiba inanipa haki kutoa maoni. Zaidi ya yote Biblia inanipa kusimama upande wa Mungu. Mimi ni balozi wa Mungu. Mimi ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Unaona sasa? Kwa hiyo siasa haiwezi kukwepeka. Siasa ni uongozi, siasa ni mfumo wa uongozi. Isipokuwa wanasiasa waovu hutumia hiyo kauli kuwanyamazisha watu wa haki wasijaribu kuzungumzia mambo yao. Eti mchungaji unazungumzia mambo ya serikali. Serikali ni nani? Serikali si ni watu. Mimi sio mtu, mimi ni paka. Kwa hiyo siasa ni mfumo wa uongozi katika jamii. Na mimi nasema tu kwamba siasa kama kuongelea mambo ya jamii ni siasa, basi Mungu mwenyewe ndio mwanasiasa namba 1 na ndio muasisi wa siasa duniani. Sawa, umezungumzia katiba na pia ukatoa mfano watu ambao wanadai katiba, katiba mpya. Na kumekuwa pia kama ulivyozungumzia, maana topic kubwa ambayo ulizungumzia kanisani ilikuwa ni katiba, na ukatolea mfano katiba ya CCM na watu ambao wanadai katiba. Ukatolea mfano mtu kama Roma, moja ya nukuu ya mahubiri yako, Roma kwamba likamatwa kwa lengo la kuitetea ama kuipigania katiba kama ndakuwa sahihi, ulisema vile. Yeah. Na vipi unazungumziaje sasa hivi vyama vingine ambavyo vinadai katiba mpya kwamba no reform no election, kwamba kutakuwa na uchaguzi kama kutoka na katiba mpya? Ukiwa kama baba kiroho mchungaji, wewe unalipi la kusema kuhusiana hilo? Unajua kwa nini mzungumzia Roma? Mimi siamini katika unafiki. Ninaamini unaposema unataka kuwa na jamii bora, si ndio? Kuanzia wewe mwenyewe ni kuone ukiwa na huo ubora. Familia yako nione ikiwa na huo ubora. Unapotaka Watanzania tusilie taifa zima, nihakikishie mke wako halii. Nihakikishie mke wako afanyeje? Halii. Sio useme tu kwamba mimi nichagueni mimi, Tanzania haitalia, wakati tukimuuliza mke wako analia, kila siku nampiga makofi, kila siku namcheki. Hiyo ndio nilisema kwamba ni unafiki, na ya kwamba turudi kwenye msingi wa Mungu kwanza unaotengeneza utu kwanza ndani yetu. Ndio maana nikamzungumzia Roma alipokamatwa, si ndio? Alipotekwa, sijui alirudi kula akamshukuru sana mke wake, si ndio? Na kushukuru mke wangu, mara sijui niliwaza watoto wangu itakuwaje. Lakini mpaka tunavyozungumza hivi, na mimi mke wake analia. Huyu Roma ambaye tulikuwa tunajua anatetea katiba mpya kutukomboa sisi wa Tanzania, ila leo hii mke wake anafanyeje? Analia. Kaenda Ulaya, kawa mwanamke mwingine, kasababisha maumivu kwenye familia yake. Je, tumwamini kwamba hata sababisha maumivu kwenye taifa zima? Ndio maana nikasema turudi kwenye msingi wa Mungu, tujisafishe sisi kwanza, neno la Mungu litusafishe,
ndipo turudi kwenye msingi wa kimungu. Lakini kama unasema unadai katiba mpya wakati wewe tu mwenyewe maisha yako tu ni ya hovyo, muda mwingine hata kazini wewe mwenyewe unazurumu mpaka wafanyakazi, ni kiongozi, wafanyakazi wanalia, familia inalia, haikuelewi. Sisi tu wa Tanzania tunataka utulazimishe tukuelewe. Kwa hiyo tu msingi wa kwanza. Sasa sijui nimekujibu sawa sawa au ni kama kuna sehemu nimechanganya. Sawa, uko sawa. Kwa hiki ambacho umekizungumza na mifano ambayo umetoa, ni dhahiri shahiri Pastor Shitindi pia na wewe ni kada wa chama chochote cha siasa nchini? Mimi ni kanda wa chama chochote. Unamaanisha nini kusema hivyo? Yaani mimi naenda chama chochote. Mimi ni mdau wa haki. Mimi ni mdau wa utu. Ndio maana juzi nimekwambia nilienda Shinyanga. Kulikuwa na waziri amekuja, waziri Mheshimiwa Riziki Pembe Juma kutoka Zanzibar. Na alikuweko pale. Tulikuwa na mkuu wa mkoa. Nilienda pale. Mimi nilienda pale kumwakilisha Mungu. Nimekwambia mimi ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Kwa hiyo mimi chama chochote naenda. Usije ukashangaa ukanikuta niko CCM, ukanikuta niko Chadema, ukanikuta niko sijui UDPP. Chama chochote mimi wakinihitaji naenda. Hata chama cha wachawi mimi naweza nikaenda. Chama cha wachawi? Chama cha wachawi, unajua kabisa wachawi, mimi naenda. Kwani kitokea Pastor Shitindi watu wakasema kwamba ni kada wa CCM, utakataa? Na katiba yao unayo pia mkononi. Wakisema kwamba mimi ni kada wa CCM, utakataa? Na wanaangalia na katiba ya chama chao pia unayo mkononi. Sio dhambi, ila unaposema chama kada wa CCM ila mpenda haki, umalizie hivyo tu. Kada wa CCM mpenda haki, kada wa Chadema mpenda haki. Yaani mimi malizia tu hivyo. Ndio maana Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia, si ndio? Kwa hiyo kama utaiona CCM ni mashetani, si ndio? Mshukuru Mungu, niko mimi mpinga shetani. Ninapoenda kwenye mikutano yao, ninaenda kumpinga shetani. Ukinikuta niko Chadema na mpinga shetani. Ukinikuta mahali popote, ndio maana yani sijui nitumie lugha gani. Ndio maana mimi nikiweko pale, yako mambo ambayo nitayaweka sawa. Na vyovyote vile watu wa Mungu wanahitajika sana. Ila utofauti wangu na viongozi wengine wa dini. Viongozi wengine wa dini ni machawa. Ni maarufu wenyewe. Ni wazee tu wa kupiga makofi lolote, chochote. Ila mimi utofauti wangu, ninapoenda pale ninaenda kama mjumbe wa Bwana wa majeshi. Na ya kwamba hiki kitu hakiko sawa. Nitakwambia kwamba hiki kitu hakiko sawa. Hiki kitu hakiko sawa. Na ndivyo alivyofanya hata kina mfalme Daudi. Daudi alipofanya uovu, yuko mtu anaitwa Nathan alimwendea. Akamwambia, mfalme, umefanya mistake. Umefanya kosa. Kwa hiyo watu wa Mungu kuwepo kwenye vyama au mtu yeyote au yule aliyesema kwamba viongozi wa dini wawe wanashiriki kwenye masuala ya siasa, walikuwa na mawazo mazuri. Ila tatizo ni kwamba wengi viongozi wa dini wanaoenda pale ni wale wanaoenda kushabikia everything, kushabikia kila kitu, wakati wewe ni mjumbe wa Bwana wa majeshi, na ya kwamba Mungu amekupa nafasi hiyo ili uweze kukataza mabaya kwa mtu yeyote. Kwa hiyo ndio tofauti yangu, lakini chama chochote naenda, na ninamshukuru Mungu pote ninapoenda. Ninajaribu kuwa baraka na wananielewa. Wananielewa. Japo sijawahi kwenda chama kingine ukweli tofauti na CCM, lakini vyama vingi CCM nikienda kuna baadhi ya mambo nayaweka sawa. Hata ukinifuatilia tu vizuri utagundua kwamba nia ya mtu huyu ni njema. Sawa, umezungumzia wachungaji hapo kwamba wachungaji wengine ni machawa. Na kumekuwa pia kweli kuna baadhi ya wachungaji ambao tumekuwa tukiona dhahiri moja kwa moja direct wala sio indirect, ni moja kwa moja tayari unajua kwamba mchungaji wanajihusisha ama anajihusisha na chama fulani kutokana na mahubiri yake ama ambacho anakizungumza.
Unazungumziaje wachungaji hawa? Je, wametengeneza picha gani kwenu nyinyi kama umoja wa wachungaji nchi hii, na sifa yenu mnapokuwa mkihubiri madhabahuni mnaonekanaje kwa picha ya baadhi ya wachungaji ambao unaona moja kwa moja wamejiingiza kwenye siasa miguu yote miwili? Kujiingiza, ukimtoa huyu mbunge ambaye yeye moja kwa moja ni mbunge, au wengine ambao unakuta anazungumza tu siasa. Kuzungumza siasa brother, nimesema sio dhambi. Siasa nimekwambia ni mfumo wa uongozi katika jamii. Kila mtu ana haki ya kuzungumzia siasa. Kila mtu ana haki ya kuzungumzia siasa. Ila hao unawazungumzia ya kwamba wenyewe, kama nimekuelewa vizuri, ya kwamba wenyewe hushabikia kila kitu. Hushabikia kila kitu, hata kama ni kitu kibaya yeye anashabikia. Sasa hao kibibilia wana jina lao, wanaitwa wachungaji wa mishahara, wachungaji ambao Mungu wao ni tumbo. Yaani yeye akienda pale, cha kwanza anategemea nitaongea maneno yatakayofurahisha tu nipewe bahasha. Watu kama hao pia wapo. Kwa hiyo hao ni wachungaji wa matumbo, Mungu wao pesa. Unakuta kuna wachungaji wengine sasa wanamuataki moja kwa moja rais. Kumwataki moja kwa moja rais. Sasa naomba nisome kidogo tu hapa rafiki yangu. Nisome tu kidogo hapa. Timotheo. Ngoja nisome Timotheo hapa kwanza. Niliweke sawa hili. Imekuwa shida kubwa sana. Imekuwa shida kubwa sana. Naomba Timotheo kwanza. Ni Timotheo kwanza sura ya 5. Si ndio? Timotheo kwanza sura ya 5. Si ndio? Timotheo kwanza sura ya 5. Umesema swali lako kwamba wamekwepo wachungaji wanaomwateki moja kwa moja rais moja kwa moja kwa kile anachokifanya labda. Sasa mimi nitasoma kidogo hapa. Timotheo sura ya kwanza, Timotheo kwanza sura ya 5. Anasema mzee usimkemee, bali umonye kama baba. Mzee usimkemee, bali umonye kama baba. Sasa twende vizuri hapo. Asikemewe lakini aonywe kama nani? Baba. Ndugu mpendwa, hakuna mtu asiyekosea. Hata Rais Samia anajua yako anayoyakoseaga, ya nchini hapa na hata ya nyumbani kwake. Hata nyumbani kwake. Hata mimi yako ninayoyakoseaga. Mtu yoyote anaweza akakosea. Sasa utofauti wa huyu anayekemea, si ndio? Mimi nikiamka tu hapa, nikiamka, si ndio, nikanyoka na Samia, we Samia wewe nini, tukana ninavyojua, si ndio, ninakuwa kimujibu wa Biblia, ninakuwa nimeenda tofauti, si ndio? Mzee usifanyeje? Usimkemee. Rais ni mzee wa taifa. Naona rais ni mzee wa taifa, ila bado haijatupa limit kwa kuwa ni mzee wa kanisa. Basi baba akiamua tu hata kuuza ng'ombe zote mnakubaliana naye, si ndio? Akiamua kuuza mashamba yote, kwamba anauza mashamba yote, kila siku mtanikuta na kunywa pombe, unakubaliana naye? Hapana. Mzee usimkemee, bali ufanyeje? Umuonye kama baba. Namna ya kumuonya rais, si ndio? Namna ya kumuonya rais. Kauli unayoitumia inatakiwa ujue unaongea na nani. Yako mambo mimi naweza nikaongea, si ndio? Lakini pia hata rais mwenyewe akiangalia, anajua huyu kijana wangu nia yake ilikuwa ni nzuri. Kiukweli sisi watu wa Mungu tunayo mamlaka hayo ya kumuonya mtu wa aina yeyote, kwa sababu Biblia hii, si ndio? Biblia hii imekuja kwa watu wote, awe maskini, awe tajiri, awe mtumwa, awe huru. Biblia hii imekuja kwa watu wote. Biblia hii ndio maana tunaruhusiwa yani kama anavyoweza kumkemea mtu anayeiba bata, anavyoiba bata, ndivyo ninavyoweza kumkemea pia mtu ambaye ni waziri anaiba mabilioni ya fedha, si ndio? Ila unapozungumzia rais, lugha inayotumika pia iwe inaonesha kwamba na kuheshimu,
lakini hiki ulichofanya sio kizuri, au hiki ulichokifanya tungeweza kufanya mama, tungeweza kufanya 1 2 3. Sasa ukikutana sasa na rais sasa ambaye tu hata ukimwambia mama, badala ya kuuza hili shamba, mimi naona mama tufanye 1 2 3. Ukikutana sasa na mtu wa namna hiyo ambaye sasa yeye hata tu kumuonya tu mama, hili hapana, hili ni baya, hili utaumia. Ukikutana sasa na rais wa namna hiyo, hapo sasa kunakuwa hamna namna. Lakini kumkemea kana kwamba unakemea ka kijana kako, yule ni mkuu wa majeshi ujue. Yule ni mkuu wa majeshi, hapo kunakuwa na shida kidogo. Hata hatua fulani ikichukuliwa juu yako inaweza ikawa ni shida. Kwa hiyo pia Biblia imetutaka kama tu baba yako asema mzee wa kanisani tu, mimi ni mchungaji, si ndio? Nina watu mle mbali na vijana mbalimbali. Yuko kijana anaweza akafanya kosa, basi nampasukia moja kwa moja kwa lugha ya uzito fulani, lakini kosa la namna lile lile kalifanya mzee mwenye umri mkubwa, pia na mwingine ni mzee katika imani pia. Sasa mtu kama huyo najaribu kuangalia namna nzuri ya kusema naye. Kwa hiyo kinachotakiwa ni hekima ya kusema na rais juu ya kero yako, sio tu kunyosha pumbavu yani hiyo. Hata kama ni wewe binafsi, mtu akikujia kwa namna hiyo, kuna reaction utachukua. Lazima uchukue maamuzi mengine. Lazima nichukue maamuzi mengine, lakini nitumie tu nafasi hii kumwambia mama ana watoto. Mama una watoto wengi. Kwa hiyo muda mwingine Mungu amekuamini, hata vichaa ni watu wako. Muda mwingine mzazi kama mzazi huwa anasema tu ni utoto unamsumbua, mwacheni. Nakumbuka kuna kipindi fulani Nay wa Mitego aliimba wimbo fulani hivi kipindi cha Magufuli. Wimbo fulani wa kumpondea sana John Pombe Magufuli. Basi tunaona wakamwataki wale baraza la nini la muziki BASATA. BASATA wakamwataki. Nilikuja kufurahi sana, ni John Pombe Magufuli likasema tu mwacheni huyo kijana. Mwacheni huyo kijana. Yaani ameimba wimbo wa kumponda rais. Lakini tu Magufuli kasema ni utoto tu, mwacheni tu huyo kijana. Kwa hiyo alionyesha moyo wa ubaba. Kuna mambo mengine watoto wanakosea, lakini sasa unasema tu ni mwanangu. Wewe ni baba wa yote, machizi, mataila, makabila yote. Kwa mambo mengine tu mama yetu, tunapoenda difference, uwe na moyo mkuu. Kwa nitumie tu nafasi hiyo kumwomba mamangu hivyo. Lakini kwa viongozi yote, mama rais sio mtu tu wa kukemea, sio tu mama rais, hata mzee wa namna yote, iweko lugha inayoonesha kabisa kwamba hapa 1 2 3.